Isi bana, ni mara baada ya utambulisho wa Alan Okello ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, tumepata kuzungumza na baadhi ya waandishi wa habari na wachambuzi wa soka Tanzania, na kwa sasa tunaye Jemedari Saidi bin Kazumari Mtipa akizungumza na kutupitisha katika kile ambacho yeye anakiona kwa mchezaji Alan Okello baada ya utambulisho wake ndani ya kikosi cha Young Africans. Jemedari anasema baada ya Tito ni Alan Okello, kuna usajili ukifanya ni kama umechukua ubingwa wa ligi. Unasajili mchezaji aliyetakiwa na mahasimu wako, political signing. Kwenye siasa za mpira, kumsajili mchezaji aliyetakiwa na mpinzani wako mkuu ina maana sana. Mchezaji ambaye hana cha kuthibitisha kwa umma ili wewe uliyesajili ueleweke. Ni kwamba umma unamfahamu vya kutosha, hakuna haja ya kutafuta watu wa kukusemea mitandaoni wala kushtumu watu kwamba wanakuchukia ama wanachukia klabu yako. General Tito Ruto Okello alikuwa rais wa 8 wa Uganda, alivuta hisia za watu wengi sana kwenye siasa za kimapinduzi za wakati wa miaka ya 80, kwa kuwa siasa za Uganda zilituhusu moja kwa moja. Kama dogo Alan Okello hatopata shida, anaweza kuteka hisia za wabongo kama General Tito Okello kwenye siasa alivyotuteka. Ni Jemedari Saidi akikiri uwezo mkubwa alionao bwana mdogo Alan Okello baada tu ya utambulisho wake ndani ya kikosi cha Young Africans. Sisi tuko hapa kukuhabarisha, sisi tuko hapa kukujuza na kuhakikisha kwamba unapata yale yote yaliyojiri ya kimichezo na yaliyo bora ambayo hupaswi kukosa hata moja. Baada ya utambulisho Alan Okello ndani ya kikosi cha Young Africans, hakika huyu ni miongoni mwa mchezaji ambaye anakwenda kuimbwa mno kwenye ligi kuu ya NBC. Top talent, mchezaji aliyejaliwa uwezo mkubwa wa kufunga, kutengeneza nafasi na kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Kama Jemedari amekubali, je, wewe ni nani upinge? Tuambie kwenye comment section.